Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital, jina langu ni Victoria Melkiadi. Nikukumbushe tu niko na Amri Kiemba kama ilivyo kawaida yetu, ambapo huwa tunakaa kikao chetu kifupi hapa na kudiscuss mambo mawili matatu kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea kwa upande wa soka. Kama tunavyofahamu mambo yamezidi kuwa mengi kwa upande wa issues za dabi, lakini kubwa kabisa Amri leo kuna kitu alikiandika kwenye gazeti la Mwanaspoti, na mimi nikaona si vibaya nimtembelee kijiweni kwake hapa ili aweze kuniambia alikuwa anamaanisha nini. Anasema hili la dabi lazima soka lishinde. Kaka bali. Alhamdulillah. Kwako. Namshukuru Mungu. Unamaanisha nini kusema hili la dabi soka lishinde? Ili soka lishinde kwa maana pande zote mbili zinapaswa kukaa na kukubaliana katika kutokukubaliana ili jambo liweze kuenda, kwa sababu kila mtu akitaka yeye awe mshindi, soka linaweza likashindwa, kwa maana tunaweza tusishuhudie mechi kichezwa, lakini pia tunaweza kushuhudia ligi kutokumalizika. Kwa hiyo hiyo kwa kimpira, hata wanaosimamia mpira wanapenda kuona mpira unachezwa. Kwa hiyo ili mpira ushinde ni kuendelea kuchezwa. Unachezwaje ni katika zile pande sasa kuamua kwamba mimi kweli na pointi zangu ambazo nahitaji zisikilizwe na nishinde. Lakini kwa sababu ya maslahi ya mpira, tunaweza kufika sehemu tukakubaliana katika yale ambayo tukubaliane. Kwamba tukubaliane kwamba mechi zichezwe na ligi ishe. Halafu hii iwe sababu ya sisi kuanza msimu unaokuja na misimu mingine kwa taratibu zile ambazo tunahisi ndizo zinafazwa kufanyiwa kazi, kuliko kuona kwamba mpira hauchezwi na sisi tumehamia kwenye kudai haki najua hatua zitakuwa ni nyingi. Itatoka kwenye kudai haki kwenye ngazi za kawaida za michezo, itahama kwenye mahakama, kitu ambacho kinaweza kikaurudisha nyuma mchezo wenyewe, kwa sababu hata wale ambao duniani wanaosimamia mchezo hawapendi vitu viende eneo la mahakama. Kwa hiyo utaona, ndio sababu mimi nasema kwenye hili tunapaswa wote kushindwa na kuacha mpira ushinde, kwa maana sisi wote tukubali kuna haki zetu zimepotea kwa wakati huu, lakini kwa sababu lengo ni mpira uchezwe, mpira unapaswa kushinda na mechi kuchezwa na ligi kumalizika. Alafu kuanzia hapo tukaanza na yale madai ambayo yataendewa kwenye misimu inayofuata. Iwe ni bodi na haki, nayo inaweza kuweka vipengele ambavyo kwa misimu inayokuja havitawaletea shida. Iwe ni Yanga na haki au Simba, wote wakapelekana kama mapendekezo, wakienda kwenye mkutano mkuu wa chama cha soka, wakapitisha na kuona sasa hiki ambacho watu wanawaza ligi yetu ilipaswa kwenda na kusimamiwa kikasimamiwa huko mbeleni, lakini kwa sasa hivi mpira ukashinda na ukaendelea kuchezwa. Kilifanyika kikao cha Simba cha Yanga pamoja na bodi ya ligi, lakini hakikuzaa matumaini. Cha zaidi ni kama kilifufua mambo mengine mapya zaidi. Unadhani kuna kitu ambacho bado Yanga inahitaji cha ziada ambacho bado wanazidi kukipambania? Unaona hapo ni katika kuoneshana tu nani ana nguvu, kwa hiyo anang'ang'ania tawi lolote ambalo anaweza kalishikilia na kubakia kuonekana yeye ana nguvu. Lakini kiujumla ukiona kuna mazungumzo yanaendelea, lengo ni kuona yale mazungumzo yakizalisha utulivu na yakitoa majibu. Kama mazungumzo yanafanyika na hakuna majibu, ni kwamba watu hawako tayari kusikilizana, bali yale matawi ambao wameshikilia ndo wanataka yatumike kwenye kutatua hizo changamoto. Kwa hiyo nadhani kwa bodi ya ligi, kitendo tu cha kutaka kuzungumza ni kwamba walishaona tunapaswa kuachia mchezo ushinde, kwa maana kwamba tukae tuzungumze. Lakini kwa upande wa timu ni kama wao wana jambo lingine, yani mbali na kuona mchezo unachezwa, lakini ni kama kuna baadhi ya issue za kuoneshana umwamba na kuadabishana, yani kwamba sisi tunaweza kufanya 1 2 3 kwa nguvu yetu lonayo, na kama unabisha basi tutaona. Ndiko ambako mpaka sasa hivi tulipofikia. Okay. Simba na wenyewe wamekuwa wanatoa taarifa kwamba mechi iko pale pale, na leo mapema tu kama kwenye saa ngapi hivi wameshatoa taarifa nyingine kwamba
tayari wameruhusiwa kwenda kufanya mazoezi. Hizi pande zinazidi kuwa, kwa Kiswahili fasaha, kama zinazidi kuachana kadri siku ambavyo zinazidi kwenda. Na dabi ni tarehe 15. Kipi, nani ya ashuke, nani ya pande, na wakubaliane kitu gani kwa wewe ambavyo unaona, lakini pia kwa jinsi ambavyo unaona kipi ambacho kinaweza kikatokea kama mvutano huu utaendelea? Unaweza ukaona Simba kama timu ambayo pia ina haki ya kucheza mchezo huo. Wao wameendelea kutoa taarifa kwamba mchezo upo, kwa sababu chombo ambacho kinapanga hiyo ratiba bado mpaka sasa hakijasema kama mchezo hakuna. Kwa hiyo wao wakiwasiliana na wanachama na mashabiki wao, lazima waambie kwamba mechi ipo. Kinachokuja ni kwamba wao wameongeza uzito zaidi na kusema ikiwa hautakuwepo tarehe 15 na sisi tutakuwa tumemaliza kuhusiana na mchezo huo. Hayo ni matamshi ambayo unaweza ukaelewa kwamba na wao wataki kuonekana ni wanyonge kiasi hicho kwenye hili swala. Japo wao hawana mvutano wote na bodi, kwa sababu wao maombi yao ya kuahirishwa mchezo yalisikilizwa. Kwa hiyo ndio maana wao walivyotajwa tarehe ya mchezo kuchezwa hawakuhoji kwa nini mnapanga tarehe 15 na vitu kama hivi. Kwa hiyo wao siwaoni kama wana mvutano mkubwa na bodi ya ligi au na TFF. Kilichopo wao wanaendelea kutoa taarifa, lakini wamejaribu kuonesha na wao pia wasionekane ni wanyonge sana kwa kukaa kimya kuhusiana na swali linaloendelea. Kwao wao wanasisitiza mchezo upo, na kama hautakuwepo na wao pia kuna hatua ambazo watazichukua. Kwa hiyo unaona pressure sasa inarudi kwa bodi. Wao walijihisi kama kutokuchezwa mchezo tarehe 8 walikuwa wanatengeneza, lakini kila kitu kimevurugika. Hata wale ambao waliwasaidia sasa hivi nao hawako, nao wanawapiga pressure. Kwa hiyo unaweza ukaona, unawezekana ukaona unahisi unamsaidia mtu, lakini unamsaidia mtu huku ukiwa unavunja taratibu. Ikifika wakati zile taratibu zimeshavunjika, naye anaweza kugeuka siwe tena upande wako. Kwa sasa hivi bodi imebaki inapokea pressure kutoka kwa Simba, inapokea pressure kutoka kwa Yanga. Lakini wote ni watu ambao wanashirikiana. Mimi naamini kuna muda bado wa kufanya mpira ushinde, na sio Simba wala sio Yanga. Na mara nyingi hekima na busara ndio huwa zinatakiwa hapa katikati. Wakati mwingine kanuni zikishakiukwa, hakuna sehemu tena ya kutumia kanuni, kwa sababu kila utapozitumia zitahojiwa zile za kwanza kwa nini hazikufanyika. Kwa hiyo ukishaziacha kanuni, ndio pressure ambao unajiletea. Nadhani hizi nyakati ni nzuri kwetu kwenye ukuaji, kwa sababu zitawafanya wanaosimamia taratibu na sheria kuto kukiuka hata moja kwa sababu ya matokeo baada ya kuzikiuka. Na hii itaenda mbali. Mimi ninapoona ni kwamba bodi na TFF wamekuwa wakizilea sana hizi klabu kama watoto ambao wanapaswa kusaidiwa. Matokeo yake hawa watoto wamejihisi wao ni special kwenye mchezo wenyewe. Ni kweli huwezi kuacha uspecial wao kulingana na wafuasi ambao wako nao, lakini mbele ya sheria walipaswa kujiona wako sawa na wengine. Nitakutolea mfano mzuri. Hata wakati mechi zinachezwa kiwanjani, wao wamekuwa wakisaidiwa sana na yale mapungufu ya kibinadamu ya waamuzi. Na si kwamba ni kweli ni mapungufu ya kibinadamu, lakini ni ile misaada midogo midogo ambao wao wanaipata. Matokeo yake sasa wameshaona ni haki yao. Kuna wakati hata wasipopata hiyo misaada wanakuja na kuhoji, unatuchezeshaje kama timu ndogo? Sisi timu kubwa. Unachezesha timu kubwa, unachezesha kama unachezesha ligi ya mchangani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mtu ukimpa hata kama sio haki yake, baadaye anaanza kuvidai na kuona kama ni haki yake. Kwa hiyo waliowalea ndio sasa hivi wanapaswa kujaribu kuvuka hii, na baada ya hapa nadhani tunaweza tukawa na maisha mazuri sana kwenye mpira. Lakini waathirika wakubwa watakuwa ni vilabu, kwa sababu ni vilabu ndivyo ambavyo vina mapungufu mengi sana, na bodi na TFF wamekuwa wakivilea. Kwa mtazamo huo sasa tuiangalie Juni 15 Jumapili. Simba wameshasema watakwenda. Wewe unavyoona wataenda kweli na mechi itachezwa kweli, au ndio hiyo tena tumwachie Mungu? Kwa sababu wanaoandaa mchezo hawajasema mpaka sasa mabadiliko kulingana na mchezo wenyewe. Sisi ambao tunaamini wao kama chombo ambacho kinatawala, bado tunaamini tarehe ya mchezo ipo. Kwa hiyo
kwenda au kutokwenda, hilo ni swala la timu binafsi, wao wataamua tunaenda au hatuendi. Kwa hiyo atakaye kwenda, na kama wane mchezo wenyewe wameamua uchezwe, basi taratibu za mchezo zitafuatwa, na mchezo namba 184 utaonekana kwenye ratiba kwamba umeshachezwa na umepita. Hata kama mechi kiwalisia haijachezwa, lakini taratibu zikishafuatwa zile za mchezo, kwa waamuzi kufika na kuendelea taratibu zote, na maana tayari utahesabika umefanyika. Kwa hiyo timu itaenda au haiendi, ili mimi siwezi kuwa na uhakika, kwa sababu timu moja imesema yenyewe haitambui mchezo huo, na timu nyingine inasisitiza kwamba mchezo upo. Wanaosimamia mchezo mpaka sasa wameiacha ratiba kama ilivyo, hawajatoa maelezo yote, na walikuwa wanategemea kuzungumza leo, lakini hawajazungumza. Kwa hiyo bado na ratiba imebaki vile vile, na mchezo utaendelea. Hatua zinazofuata sasa ni za kikanuni, kwamba hukufika kwenye mchezo, nini kitafuata, na hivyo tayari vimeshaikuwa wazi toka muda kwamba timu ambayo haitafika kwenye mchezo itapoteza mchezo, lakini pia itaondolewa alama 15. Athari ya uwepo, wengi wanalalamika kwanza kwamba unakuta viongozi wa hizi taasisi wenyewe wanakuwa wanavaa jezi za hawa watu, upande wa Simba na upande wa Yanga. Athari za uwepo wa viongozi ambao wanakuwa kwenye upande mmoja au upande hizi mbili ni upi hasa kwenye hizi taasisi ambazo ni za soka? Yani kwanza mtu kupenda timu kati ya Yanga au Simba sio kosa. Ni kama unaona sisi namna ambavyo tunaishi, kuna viongozi wakubwa sio wa dini husika, lakini unakuta wanazindua vitu vya dini nyingine, kwa maana ule uadilifu kwamba mimi natawala, watu wana kada tofauti, wana dini tofauti, wanashabikia timu tofauti. Kwa hiyo wewe kama mtu ambaye umekabidhiwa mamlaka ya kuongoza soka la nchi, lazima ukubali kwamba unasimamia mpira na sio timu yako kufanikiwa. Kama unataka kusimamia timu kufanikiwa, ulipaswa kwenda kugombea kwenye timu, ili yale mawazo ya timu ya kwako ukayatie kwenye timu yako ili iweze kufanikiwa. Lakini kama umegombea ngazi ya taifa, unapaswa kuona kama taifa linafanikiwaje, si kama timu yako moja moja inafanikiwa. Sasa bahati mbaya watu wengi uadilifu ndio ambacho kimekuwa ni changamoto, kwamba nia tu ya kuingia pale sio nia kwa ajili ya mpira wa Tanzania. Nia ni kwamba timu yangu inaonewa sana, ngoja na mimi niingie tukapambane humo. Kwa hiyo unaweza kuta nia ya kuanza kuingia kwenye taasisi ni nia ya kuja kupambania timu yako. Kwa hiyo hata ukifika pale hauwezi kuwa na jicho hilo la kuangalia kitaifa nini ambacho kinapaswa kufanyika. Wewe utakuwa unaangalia timu yako imefanyaje. Je, kwenye yale mambo ambayo tulikuwa tunaonewa sasa hivi yakoje? Kwa maamuzi tunashirikije kushinikiza yafanyike? Hicho ndo kitu ambacho asilimia kubwa wanaingia wakiwa na nia ya kwenda kuzitetea timu, na kuja kuangalia soka la nchi linaendaje ni ngumu sana, kwa sababu tayari toka mwanzo ulikuwa una nia yako ya dhati kuhakikisha timu yako unaipenda, haionewi na inapata favor kwenye kila sehemu ambayo inahitajika kupata. Kwa kumalizia, sasa vidole vya wengi viko kwa upande wa TFF sana, lakini ikihusisha kidogo na bodi ya ligi. Kwa siku hii hapo mbaki kama masaa kadhaa tu ili tuweze kufika hiyo tarehe 15 Juni. Kipi ambacho taasisi hizi mbili zinatakiwa zifanye ili kunusuru hiki ambacho kinaendelea? Mimi kwa pale ambapo wameshaifikisha hii hali, kwangu mimi kutokuchezwa mechi kunaweza kukaibua vitu vingi sana kwa kurudisha hatua nyingi nyuma. Kwa hiyo kwa busara ni kuona namna gani wanaweza wakakaa pamoja na kuamua hii mechi ichezwe. Hata kama haikuchezwa tarehe 15, lakini inachezwa lini ni jambo sala kukubaliana, na sio mmoja mwenye nguvu tu kuja na kushinikiza mtacheza. Ni kuja na kukubaliana, jamani kweli wote tumeshakosea, na ni jambo ambalo tunakwenda kulishughulikia kwenye ligi ya msimu inayokuja. Yale yote mlopendekeza tutayafanyia kazi, lakini lengo ni kwamba mpira uchezwe nchi hii, na tunakoelekea tunaonekana tunaenda vizuri. Isije kuwa hili ni tatizo la kuturudisha nyuma kama ambavyo majirani zetu Kenya sasa hivi wako mbali sana baada ya migogoro. Rwanda walikuwaga wamesogea, na ilikuwa ni sehemu yetu sisi ya malisho kwa East Africa. Mchezaji akienda Rwanda alikuwa ameenda sehemu ambayo malisho ni makubwa, lakini sasa hivi Tanzania ndio ambao inashikilia ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo hapa tulipo
wengi zetu walishawahi kufika, lakini hii migogoro ya kila mtu akitaka kuonekana na nguvu iliwarudisha nyuma. Kwa hiyo sasa sisi, mimi kwa bodi na TFF kama wazazi, mzazi kuna wakati anakubali kubeba maumivu mengi ili familia maumivu yale isiwakute. Kwa hiyo na wao wanapaswa kukubali kubeba hizi lawama zote ambazo wanatupiwa, ni sawa, ni za kwao, kwa sababu ndo wazazi na ndiko walikuwa wafikisha watoto wao hapo walipo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kunahitajika mazungumzo zaidi kuendea mchezo huu wa 184, hata kama italazimika kutokuchingini, na kikubwa mpira uweze kuchezwa na tuweze kusonga mbele kuanzia hapo. Kila mtu aheshimu taratibu sasa. Mimi nikushukuru sana. Karibu. Mtazamaji, huyu alikuwa Amri Kiemba na ameweza kumaliza kwamba hekima tu itumike ili dabi iweze kuchezwa hata kama sio Juni 15. Mimi ni Victoria Melkia, nyuma ya kamera alikuwa Ali Mlanzi. Nikwambie tuendelee kufuatilia Mwananchi Digital.